Bila shaka tumeanza kuona tofauti kidogo ndani ya parokia zetu, kwa maana kufunikwa kwa misalaba na sanamu zote. Kuanzia Dominika ya 5 ya Kwaresma, mama kanisa hufunika misalaba na sanamu zote zilizomo ndani ya makanisa yetu. Sasa jambo hili si geni kwetu. Nikukumbushe tu, mambo haya maana yake nini? Taratibu hii au tamaduni hizi maana yake nini? Tendo hili la kiibada linamaanisha nini kwetu? Huyu hapa ni Shemasi Alois Kanyele, anatueleza juu ya jambo hili. Kwa nini tangu Jumapili ya 5 ya Kwaresma hadi Jumamosi Kuu Wakatoliki hufunika sanamu na picha zote makanisani? Kimsingi swala hili lina historia au simulizi ambayo inasimulia habari za mapazia katika sehemu zetu za ibada. Ikumbuke kwamba vifuniko wa mapazia mbele ya altare yalikuwa kawaida katika ibada au liturujia katika enzi za zamani, hasa tangu miaka ya karne ya 4 na kuendelea. Enzi hizo mapazia yalikuwa yakivutwa kuficha au kuonesha altare katika hatua mbalimbali za ibada, na walimu wa mababa wa kanisa, hasa mababa wa Kigiriki, waliyatukuza sana mapazia kwa vile walikuwa wakiyalinganisha na pazia lile lililokuwa limewekwa kati ya patakatifu na patakatifu pa patakatifu kwenye hekalu la Yerusalemu. Tukirejea Injili ya Mathayo sura 27 aya ya 51. Na desturi hii inaendelea kwenye makanisa ya Mashariki hadi leo hii, hasa katika makanisa madogo madogo ya Mashariki kama vile kanisa la Kiarmenia, Kikopto na kanisa la Kikopto la Ethiopia. Mambo kwa upande wa kanisa ya Magharibi hayakuendelea kama katika makanisa ya Mashariki. Hata hivyo, katika miaka ya karne za kati, hasa huko Uingereza na mahali pengine, wakati wa Kwaresma kulikuwa na kawaida ya kuifunika au kuivika sanda altare kusudi kuwaficha waamini kama ishara ya maombolezo au huzuni. Nguo iliyokuwa ikitumika kwa nia hiyo ilikuwa ikiitwa pazia la Kwaresma, na pazia hilo lilikuwa likivutwa kupaficha mahali patakatifu, yaani altare, wakati wote isipokuwa Jumapili. Pamoja na pazia lililotumika kufichia altare, kulikuwa na pazia lingine lililokuwa likiwekwa mbele ya msalaba mkubwa wenye mwili wa Yesu. Pazia hili lilikuwa likining'inizwa kwenye mwamba wa mbele wa msalaba. Mapazia yote yale yaliyotumika kufichia altare, sawa na yale yaliyotumika kufichia misalaba, yalikuwa ya kitambaa cha hariri au holandi, kisichotengenezwa kiufundi wala kutiwa rangi nzuri. Kitambaa kilikuwa na cha sura hiyo ili kulinganisha na umaskini wa sanda ya Yesu. Tukirejea maelezo ya Padre Titus Lamigo katika kulijibu swali hili katika kitabu chake cha maswali kwa Katoliki sura ya 5, anasema mapazia hayo kiasili yalikuwa yakilenga kutoa picha ya sanda ya Yesu wakati wa Kwaresma, na kwa nia hiyo ya kulinganisha na sanda ya Yesu, mapazia hayo yalitumika zaidi tangu mwanzo wa Kwaresma hadi jioni ya Jumamosi Kuu. Basi ufunikaji wa vitu hasa altari na misalaba ulijulikana kama ufunikaji wa Kwaresma. Sasa, mbali na simulizi hilo la ufunikaji wa mapazia, kufunika misalaba na picha za watakatifu kuanzia Dominika ya 5 ya Kwaresma ni kutoa ishara ya nje kwamba tangu Jumapili ya 5 ya Kwaresma, Injili inasema kwamba Yesu amejificha na ajioneshi kwa watu waziwazi. Na hili kweli husikika katika Injili za juma la 5 la Kwaresma. Lakini kufunikwa kwa sanamu nyingine za watakatifu ni kuonyesha ushirika wa watakatifu na Bwana wao, maana haifai watumishi au watakatifu hujionyesha hadharani wakati mkubwa wao amejificha. Ndipo basi kawaida ya kisasa katika kanisa Katoliki hufunikwa misalaba, sanamu na picha kwa kitambaa cha urujuani au zambarau, na hufunikwa hadi kwenye mkesha wa Jumamosi Kuu, Bwana anapojionyesha upya kwa watu kwa ushindi wa ufufuko. Ijapokuwa kuna sababu hizi, ufunikaji wa misalaba na vitu vingine katika siku hizo unategemea pia kama umeridhiwa na baraza la maaskofu la mahali husika. Tumsifu Yesu Kristo.